inakukinga. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngao kwa watu wa vita, kama hasa watu wa uwindaji na watu wanaoishi kwenye mapori, waga ni kifaa fulani wanakuaga wanakashikilia hivi, wanakaweka mbele kwa ajili ya mshale ikija ikitumwa inakuja inatoboa inaishia kwenye hapo. Mara nyingi anatengenezwa kwa ngozi za wanyama. Sasa Biblia inaonyesha ya kuwa imani ni kama ngao. Maana yake imani yako ilipokuwa juu ya Yesu Kristo, maana yake hiyo ndio inakufungulia milango, kwa sababu wapo watu wanaopambana kinyume chako. Lakini ukiwa na imani juu ya Yesu Kristo ya kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako na anapigana vita kwa ajili yake, maana yake mishale yote inayotua kwenye maisha yako haitaweza kushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mojawapo ya silaha ni imani, imani thabiti, imani isiyodumbishwa, imani isiyotingishwa. Mahali ambapo wanasema hapa kwa macho ya kawaida haiwezekani, wewe unasema inawezekana katika jina la Yesu. Mahali ambapo wanasema kwa ugonjwa huu ulionao hauwezi ukapona, kwa sababu watu wengi wametibiwa lakini wameishia kumaliza fedha zao, wamemaliza mali zao walizonazo, lakini hawajaweza kupona. Lakini wewe kwa imani uliyo nayo unaweza ukashinda, kwa sababu imani ni ngao, ndiyo inayokulinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Anasema, anaendelea anasema hivi, tena ipokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Kuna kitu kinaitwa chepeo. Chepeo ambao ni wokovu. Chepeo. Tunaposema chepeo, waga ni kofia fulani hivi wanavaa sasa wanapokuwa kwenye vita, kama wanajeshi wanapokuwa vitani. Kuna kofia zile ngumu wanavaa, hata ikipigwa risasi na uwezo wa kukwama kwenye ile kofia. Sasa Biblia inasema wokovu wa mtu, maana yake maisha ya kumpendeza Mungu, maisha ya kuweka tumaini kwa Mungu. Maana yake ile ndiyo chepeo inayomlinda mtu awe salama mbali na maadui. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiyo ni mojawapo ya silaha ambayo unaweza ukaitumia wakati ukiwa kwenye maombi. Maana yake wokovu wako ndiye unatumika, unageuka kuwa chepeo. Mahali wanakuja adui wamejipanga na silaha zao, wewe unasema niko damuni mwa Yesu, niko kwenye wokovu, niko kwenye uzima ambao Mungu ameniandalia. Maana yake adui anapotuma mishale amejipanga kwa ajili ya kukuangamisha, lakini wokovu unasimama kama chepeo kwa ajili ya kukulinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wangapi wananielewa mchana wa leo? Hebu nipungie mkono namna hii kama unanielewa. Kwa hiyo chepeo, wokovu unakuwa kama chepeo, na ni mojawapo ya silaha ambayo inatumika kumlinda mtu akiwa kwenye vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Vita vya kiroho. Maana Biblia imesema vita vyetu sio juu ya damu na nyama, bali vipo katika ufalme na mamlaka na wakuu wa giza hili, katika ulimwengu wa roho. Maana yake vita vilivyo kwenye ulimwengu wa roho, tunatakiwa tuvae silaha zilizo za rohoni ili tuweze kushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hizi ni mojawapo ya silaha ambazo ninazizungumza, ni silaha za kiroho kabisa, ambazo zinaweza zikakufanya uwe salama na ushinde vita vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema pia, anaendelea, na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Biblia inasema unapokuwa na neno la Mungu ndani, maana yake unakuwa umeshikilia upanga katika ulimwengu wa roho. Unapolitumia kwenye ulimwengu wa roho, lile neno ambalo umelibeba, Biblia inaeleza ya kuwa linageuka kuwa upanga. Maana yake adui anapokuja amejipanga kwa silaha zake za kiroho kama uchawi, lile neno ambalo umelibeba, Biblia inasema linageuka kuwa upanga. Unalitumia, wanakuambia labda, wanakuambia kwamba wewe
ugonjwa huu hautapona. Wewe kwa vita hivi hautaweza kufaulu. Lakini unakumbuka neno ambalo ulishaisoma. Kwa mfano ile habari ya mwanamke aliyetokwa damu miaka 12 alipona, na wewe ulitumia kama silaha ya kuwa Bwana, kama huyu mwanamke alipona kwa jina lako, hata mimi ninao uwezo wa kupona katika jina lako, hata mimi ninao ushindi kwa jina lako. Kwa hiyo ile neno linageuka upanga, mahali adui amejipanga, amesimama kinyume chako, wewe unasema ninaweza nikainuka, ninaweza nikatoboa. Mahali wameweka ukuta, wewe unasema mahali hapa nitavuka katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Chapie Bwana Yesu makofi kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo neno ndio linageuka kuwa upanga katika ulimwengu wa roho. Usipokuwa na neno ndani, maana yake wewe unaenda mikono mitupu vitani. Bwana tusaidie sana. Na ndio maana ni vizuri sana watu wa Mungu, nikupe ushauri huu tutakusaidia, kwamba unapoenda kwenye maombi, tafuta hata mstari wako mmoja kusimamia, kwamba Mungu kwa 1, 2, 3 naomba nisimamie mstari huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama labda ule wa Yeremia 33 mstari wa 3, niite nami nitakuitikia. Bwana ninakuita juu ya jambo langu. Unamuita Mungu kwa vile umeenda na imani kama silaha ya kiroho, na neno la Mungu kama mojawapo ya silaha pia, upanga wa roho katika ulimwengu wa roho. Biblia inasema Mungu lazima atatokea, kwa sababu unakuwa umebeba silaha za ulimwengu wa roho, silaha ambazo kwa macho ya kawaida watu wanaweza wakazisahau, lakini wewe zina thamani kubwa sana kwa mtu ambaye unamtumainia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya silaha ambazo unaweza ukazitumia katika maombi yako wakati unaomba mahali popote. Na anaendelea nasema, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote, pia na kwa ajili yangu mimi nipewe usemi. Hapa ni Paulo alikuwa anawaambia sasa, maana yake mkeshe na kudumu. Mtu wa Mungu, hakuna kitu Mungu anaheshimu kama mkesha. Siku ukianza kukesha na kudumu kwenye kufanya jambo hilo, maana yake Mungu anasimama anaangalia kati, kwa sababu amesema mkikesha na kudumu kwa jambo hilo, yeye atatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna kitu kizuri kama mkesha, na ninaomba mtu wa Mungu uwe ni mtu ambaye unapenda mikesha, kwa maana mikesha ndipo yalipo majibu yako. Mikesha ni moja ya hatua ya kukuvusha katika vita vyako. Mikesha ni moja ya hatua ya kutoa eneo ambalo umekwama likakupeleka kwenye eneo jingine. Kama ulikuwa umekwama, utashangaa unatokea ng'ambo ya pili. Sijaona mtu anayenielewa hapa. Mkesha unakufanya upige hatua kwenye ulimwengu wa roho. Unatoka hatua nyingine, unaenda hatua nyingine, kwa sababu Biblia inasema kesheni mkiomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake unapokesha, maana yake unajizabihu mbele za Mungu, unakuwa umempa Mungu muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mojawapo ya silaha ambazo unaweza kuzitumia pia ni kukesha na kudumu kwa jambo hilo, utaona matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara nyingi tunakuwa tunaomba tu mara chache, tunaomba tu kidogo tunaacha, tunaomba tena tunaacha. Lakini Biblia inasema tudumu kwa jambo hilo na kukesha. Maana yake tunapodumu kwa muda mrefu, tunakuwa tunatengeneza madhabahu katika mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano ngoja niseme, labda ukawa na maombi labda saa 5 usiku ya lisali moja kila siku. Nikwambie, ukianza leo, baada ya miezi kadhaa utaona matokeo na upenyo mkubwa kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kesho unatengeneza madhabahu ndani yako.
na unakuwa kama silaha mojawapo ya kumshinda adui, kwa sababu kazi ya adui waga anakuja kuharibu na kuangamiza vitu ambavyo unatamani au unataka kuvifanya. Sasa mharibifu unapokesha, unapodumu, maana yake ile nguvu anayoitumia yeye kwenye ulimwengu wa roho unakuwa umemshinda, kwa sababu umedumu na kukesha katika eneo hili kwa muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wanasema hivi watu wa kawaida wanasema yaani nyundo moja haiwezi kavunja ukuta, ila zikipigwa nyingi za mfululizo utauona ukuta umeanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hata maombi ni hivyo. Unapoanza kuomba kwa mara ya kwanza ni kama ndio unaanza kupushi ukuta. Unapushi kwa mara ya kwanza. Unapoendelea kudumu kwa jambo hilo, maana yake unasababisha ule ukuta au ile nguvu ambayo ilikuwa imeshikilia ukuta inalegea na inaachia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hizo ni silaha ambazo nilikwambia katika ulimwengu wa roho, ukizitumia vizuri unaweza ukatoka mahali ulipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana kutangulie uweze kushinda vita vyako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa hiyo mchana wa leo tunazitumia hizi silaha kama mojawapo ya silaha ambazo tutazitumia, na silaha ambazo tutaitumia ni kudumu. Kwa hiyo tutakapoanza kuomba, dumu kabisa kwenye eneo ambalo unaona una shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Dumu, lisemeshe, semesha hiyo eneo, lisemeshe. Ukishalisemesha utaona mwanya unatokea. Hata kama adui alikuwa ameshika kwa kiasi gani, ukikesha na kudumu kwenye eneo hilo, adui anaachia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naomba nikusomee kitabu kimoja hapa tena, Waefeso ile sura ya kwanza ule mstari wa 20. Biblia inasema hivi: aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo anazungumziwa hapo ya kwamba baada ya kuwa amefufuliwa na Mungu akamketisha mkono wa kuume. Biblia inaposema mkono wa kuume, manake inamaanisha mkono wenye mamlaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkono wenye mamlaka, na ndiyo maana unaona hata wanajeshi wanapiga saluti wanapigia mkono wa kulia. Kwa nini mkono wa kulia au wa kuume? Maana yake mamlaka imekaa pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu alipomfufua anampandisha Yesu mkono wa kuume katika ulimwengu wa roho. Biblia inasema juu ya falme zote, juu ya usultani wote, juu ya wakuu wote wa Israeli. Maana yake yeye ana mamlaka juu ya majeshi yote ya giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Yako maisha yako mapepo yanayopambana na wewe, wako wakuu wa giza walio kinyume chako. Sasa nimekufundisha silaha ambazo utazitumia kwenye kupambana nao. Sasa na Yesu anasema, na Biblia inasema Yesu aliketishwa mkono wa kuume juu ya ufalme na masultani na wakuu wa Israeli. Maana yeye ana mamlaka juu ya wakuu wote wa giza, wawe wachawi, mapepo, nguvu zote za kichawi, sijui wakina nani, Freemason, wanaojiita nguvu ya utawala. Maana yake yeye yuko juu yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunapoenda kusimama, ukamuite sasa aliye juu ya mamlaka zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukitumia silaha ya kudumu kwenye hilo eneo ambalo linakusumbua kwa muda mrefu, dumu, lisemeshe. Unapolisemesha huku unamwita mwenye juu ya mamlaka zote, yeye anasema anatokea. Yeye anasimama kukupigania, maana alisimamishwa juu ya mamlaka zote.
Bwana Yesu asifiwe sana. Maeneo ambayo ameshikilia kwa muda mrefu, yeye anasema ana nguvu. Ana nguvu juu ya wachawi, juu ya majeshi ya pepo wabaya, juu ya wakuu wa giza. Maana kuna wakuu wa giza wako kwenye maeneo unayoishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapo wakuu wa giza maeneo unayoishi, wapo na wanakufahamu. Kwa hiyo unapoenda pale, wanakuvuta kukurudisha mahali ambapo ulipokuwa mwanzoni. Kwa hiyo tunapoenda kumwita mchana wa leo, ukamwambia Mungu, wewe uliinuliwa juu ya mamlaka zote, maana yake una nguvu za kunitoa hapa nilipo. Kwa hiyo unapoita namna hiyo na ukadumu, utaona matokeo mchana wa leo, na Mungu akufungue kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kama unaamini, mchapie Yesu makofi mengi.